Habari za wakati mpenzi msikilizaji na mfuatiliaji wa chaneli hii ya simulizi zetu, nikukaribishe tena katika simulizi yako pendwa ya Sile Kaburi Lisilo na Jina. Siku leo tukiwa katika episodi ya 11. Msimulizi wako ni mimi Ananice. Karibu. Katika episodi ya 10 tulishia ambapo mzee Oscar alisindikizana na vijana 4 kuwapeleka watu ambao walitumiwa na wachawi na wakawa wameachwa pale hawajitambui chini ya mbuyu wa kijiji cha Mpepo, na walikuwa wanaelekea kwa mwenyekiti wa kijiji. Lakini jambo la kustaajabisha zaidi ni kwamba mwenyekiti wa kijiji cha Mpepo ni mzee Chiza. Mzee Oscar akawaleta watu waliokutwa wamelala chini ya mbuyu. Walipofika nyumbani kwa mzee Chiza, wakapokelewa na mke wake, akawapokea vizuri na kuwapatia viti vya kukaa. Mzee Oscar akamuuliza mke wa Chiza, "Mumeo tumemkuta?" "Ndiyo, lakini amelala." "Naomba muite, kuna dharura." "Dharura gani hiyo mzee Oscar?" "Utafahamu baadaye, ila muite kwanza mumeo aje hapa. Si unajua yeye ndiye mwenyekiti wetu, hivyo kila kinachoendelea kijijini yampasa kufahamu." "Haya, ngoja nimuite." Mke wa mzee Chiza akaingia ndani kwenda kumuita mume wake. Wakati mke wa mzee Chiza ameingia ndani, mzee Oscar akawaambia wahanga wa matatizo, "Kuweni na amani, najua mnajuza imekwaje imewakuta haya. Ila tambueni fika ya kwamba haya mambo yana mwisho wake. Ngoja aje mwenyekiti tumwambie." Wakamjibu kwa unyonge, "Sawa." Mke wa mzee Chiza akatoka nje akasema, "Anakuja." Mzee Oscar akashukuru, "Sawa, asante." Mzee Chiza akaonekana akiufungua mlango, lakini alipotupa macho mbele akajikuta akishtuka. Lakini hofu yake hakuionyesha machoni pa wanakijiji wake waliokuja hapa. Mwenyekiti Chiza alishangaa baada ya kuona watu waliotumia usiku wa jana kama viti wakiwa kwake, tena wameongozana na mzee Oscar, mzee ambaye ni mshika dini haswa. Mzee Chiza akajikaza akatoka nje mpaka walipokaa mzee Oscar na watu wengine, akawasalimia, "Habari za wakati huu?" Mzee Oscar akadakia, "Salama, lakini sio salama." Mzee Chiza akasogeza kiti na kukaa. "Una maana gani mzee Oscar?" Mzee Oscar akashusha pumzi. "Hao unaowaona wamekaa chini, kuanzia yule mama Kibonge mpaka huyu hapa, wamekuja kwako kutoa taarifa mbaya." Mzee Chiza akawatazama. Hata kama kuna taarifa mbaya, ndio waje kwa mwenyekiti wamejifunga kanga? Tena wengine inaonekana hawana nguo za ndani, ila hiyo nguo waliojifunga ndio inawastiri." Mzee Chiza alijifanya kama haelewi kinachoendelea, ndio maana akawauliza kwa mshangao. Mzee Oscar kaguna kidogo. "Mzee mwenzangu, unaowaona mbele yako hawajafanya makusudi kuvaa hivi, ila wamekutwa na maswaibu ya kichawi." "Kichawi?" "Ndiyo mzee Chiza, wakati nikiwa naelekea kwenye shughuli zangu, nilipita barabara inayopita pale kwenye mbuyu. Baada ya kufika pale, nikakuta kuna umati wa watu wengi wamekusanyika. Nikaelekea pale walipojikusanya na kijiji. Nilichokutana nacho kilinishangaza sana. Niliona hawa watu 6 wakiwa wamelala uchi chini ya mti wa mbuyu. Wapo waliokuwa wamevaa nguo za ndani peke yake, na wengine walikuwa hawajavaa kabisa." "He? Mbona haya ni makubwa? Tangu niwe mwenyekiti wa kijiji cha Mpepo sijawahi kupata kesi kama hii. Au nyinyi mlilala pale?" Mama Kibonge akajibu, "Mwenyekiti, tulilala majumbani mwetu, lakini cha ajabu tumeamka tukiwa katikati ya laiki ya watu. Mimi nahisi huu ni uchawi." Mzee Chiza akadakia, "Uchawi? Unajua nini kuhusu uchawi? Halafu serikali haiamini kabisa mambo ya kichawi." Mzee Oscar akamwambia mzee Chiza, "Naelewa serikali haiamini uchawi. Swali langu kwako ni hili. Kwa nini ikifika saa 12 na wewe huongei? Si serikali haiamini ushirikina? Basi wewe unaongea tuone utafika wapi." "Basi nisameheni, ila kwa kuwa kesi nimeipokea, nitawasaidia kwa kuwaletea mganga ambaye atawawekea mazindiko nyumbani kwenu. Au mnaonaje?" Baba mmoja ambaye na yeye alikuta akiwa amelala chini ya mbuyu akasema, "Hilo ndio neno mwenyekiti, tuletee mganga afanye zindiko. Haiwezekani tu tunalala makwetu, alafu asubuhi na mko wakiwa katikati ya halaiki ya watu. Mimi binafsi nimeumia sana. Watoto wadogo wameona kikojoleo changu kilivyo, naumia sana." Mwenyekiti Chiza akawaambia,
mimi nawaelewa. Ninachoomba mwende kwenu kwanza, alafu mimi nitapita nyumba kwa nyumba nikiwa na mganga ili mfanyiwe zindiko. Wakamjibu, sawa mwenyekiti. Sawa, mwaweza ondoka. Mzee Chiza akawaruhusu waondoke. Mzee Oscar akasimama akampatia mkono Mzee Chiza akasema, tunayo furaha kubwa kuwa na kiongozi ambaye anatuthamini. Hongera sana mwenyekiti wetu. Asante sana ndugu yangu. Baada ya Mzee Oscar na Mzee Chiza kupatiana mikono, Mzee Oscar akaongozana na wale watu waliokuja nao. Walipofika njia panda, kila mmoja akaishika njia yake kuelekea anapoishi. Mzee Chiza akasimama kwa kitabasamu. Kumbe jana tuliwasahau. Akageuka na kuingia ndani. Mke wake na Mzee Chiza akatoka jikoni, akamwita mume wake. Mume wangu. Mzee Chiza akageuka. Naam. Walikuwa wanataka nini? Maana hii sio kawaida kutembelewa na wageni wengi kama siku ya leo. Isitoshe wamekuja wakiwa wamejifunga kanga kana kwamba wametoka kulala. Mzee Chiza akamjibu, hao ulioona wamejifunga kanga wamekuta wakiwa wamelala uchi chini ya mbuyu wa kijiji. Haya majanga. Ndio hivyo mke wangu, hichi kijiji kimekuwa cha moto sana. Akaanza kuingia ndani. Mke wa Chiza akabaki akiwa ameshika kiuno. Mauzauza aliyosimuliwa yamemfanya aduai. Hiki kijiji kimezidi uchawi jamani. Akaingia jikoni. Jeta aliamka asubuhi na mapema akatoka nje. Akachukua kiti kisha akakaa sehemu ambayo atapata mwanga wa jua la asubuhi. Akainamisha kichwa chini maana tangu akutane na Karen hawezi kuongea kabisa. Hali hii imemfanya ashindwe kuwa na amani. Hakuwa anafahamu yaliyotokea usiku wa jana. Yeye anaamini yupo sehemu sahihi. Na laiti kama angelifahamu ya kuwa hapa sio mahali salama kwake, asingediriki kukaa hapa mpaka sasa. Mzee Maganga usingizi ulimwisha mapema, hakuwa na hamu ya kulala ndani ya nyumba yake. Maana kilichomkuta yeye na wachawi wenzie usiku wa jana sio cha kawaida. Akaufungua mlango kutoka chumbani kwake kwa hofu kubwa, akanyata taratibu mpaka chumbani kwa Jeta. Akachungulia ila kumuona Jeta. Ameenda wapi? Asichukua amegundua nilichomfanyia usiku wa jana. Mzee Maganga aliongea peke yake. Hakuwa anafahamu kama Jeta yupo nje anaota jua. Akashusha pumzi akapiga hatua mpaka ulipo mlango kutokea nje ya nyumba. Akaufungua taratibu. Mbele yake akamwona Jeta akiwa amekaa kwenye kiti kidogo huku kichwa chake akiwa amekiinamisha. Mzee Maganga akashtuka kwa aliyeona jana kwa Jeta. Ndio anamfanya awe na uoga, anamwogopa Jeta kama ukoma. Akaamua kurudi ndani, hakutaka kutoka tena nje. Akaingia chumbani kwake ili asionane na Jeta sasa hivi. Alipofika chumbani akakaa kitandani. Bora nisingemchukua siku amefika kijijini. Hapa nimeshia kanyaga. Akajilaza kitandani ingawaje hakuwa na usingizi. Tukirudi katika kijiji cha Utambi, Lea na Amina walikuwa busy na kazi za jikoni. Lea aliosha sufuria alafu Amina alikuwa ndani anachochea moto. Amina katoka nje akamkuta Lea akiwa anamalizia kusuuza sufuria. Vipi, leo una shida gani? Lilikuwa ni swali la Amina kwenda kwa Lea. Kwa nini? Hauna furaha kabisa au unawawaza kina Mama Lulu? Lea akasimama. Niwawaze wale? Wao waje ama wasije sawa tu. Kwanza kazi zenyewe za kawaida. Za kawaida? Na wakati leo umeamka kiuno kinakuuma. Sio sana. Lea akaendelea kuosha sufuria. Amina akaguna. Alafu Lea, we naye, stori haziishi tu. Uone mimi na kazi ya kuosha sufuria au kwa kuwa umemaliza kazi zako? Punguza jazba nikuulize jambo la msingi. Jambo gani hilo Amina? Amina kasogea karibu na Lea akamuuliza. Hivi, Omari yupo wapi? Tangu jana tulipoondoka sikumuona tena. Na unakumbuka alichotujibu yule mlinzi? Bila shaka kuna tatizo kwa Omari. Mimi kama Amina Ubuyu siwezi acha kufahamu kinachoendelea hapa Ikulu. Hilo nalo neno. Unajua sio kawaida Omari kutokumuona Ikulu, hata kama sio zamu yake kulinda. Lazima awe hapa maana anapenda msosi. Iweje leo tumuone? Wakiwa katikati ya maongezi, akaja mlinzi mmoja aliyevalia mavazi ya ngozi na kushika mkuki mkononi. Walipomwona akatoa heshima kwa mlinzi ingawaje kiumri watofautiani sana. Mlinzi akakita mkuki chini kisha akawauliza. Nani aliyeandaa chakula cha usiku? Lea na Amina wakatazamana kwa hofu maana walihusika kupika chakula cha usiku.
Waliogopa sana, huenda kutakuwa na tatizo limejitokeza na wanapaswa kuwajibika. Upande wa pili barabarani walionekana mama watatu, Mama Lulu, Mama Kevin na Mama Irene. Kila mmoja alikuwa amebeba kikapu chake ambacho kina vifaa anavyotegemea wakati wa upishi. Barabara waliotumia ilikuwa inapita karibu na nyumba ya Clement. Soga za hapa na pale zilikuwa zinaendelea kwa mama hawa. Walicheka kwa furaha sana. Mama Kevin alisikia akisema, ila tumewakomesha. Wao walijua ni kweli Malkia akawaulizia, kumbe hamna lolote. Mama Lulu akadakia, eti Malkia aache kumwaza mume wake, aanze kuwaza hawa vikorogosi. Mama Irene akaguna, hapa kwenye kumjali mume wake sijaona kabisa. Mama Kevin na Mama Lulu kasimama kwa pamoja. Kwa nini? Yaani, umpende mmeo, uruhusu apate chakula na mwanamke mwingine? Au nyinyi wenzangu mmeshawahi kumuona anampatia chakula yeye mwenyewe? Mama Lulu akavuta pumzi alafu akaishusha. Sijawahi muona. Lakini naomba tuyaache haya. Mama Kevin akaanza kuondoka. Hebu twendeni, siku hizi hata miti inachukua umbea, utashangaa umbea wenyewe umemfikia mlengo. Oho. Clement akiwa anafungua mlango ili aende kazini, kwa mbali akaona mama watatu ambao ni wapishi wa Ikulu. Ngoja nikawaulize Lea na Amina wapo wapi, maana jana nimewasubiri lakini hawakupita. Clement akafunga mlango haraka kwa ajili ya kuwawahi kina Mama Lulu. Kwa upande wa Lea na Amina, mlinzi aliwauliza kwa kukaza sauti, "Aisee, mnanipotezea muda. Nani alipika chakula cha usiku?" Lea na Amina wakajibu kwa uoga, "Ni sisi." Sasa kama ninyi mmeshindwa kujibu mapema, au mnataka nimwambie mkuu wa ulinzi aupatie adhabu? Hapana, tunaomba utusamee, wakamwomba msamaha. Mlinzi akashusha pumzi. Kwa nini hamkupeleka chakula kwa Omari? Lea na Amina wakatazamana kwa mshangao. Mlinzi akang'aka. Matazamana nini? Kwani leo ni mara ya kwanza mnaonana? Hapana. Basi nipeni majibu ya maswali yangu kwa muda mwafaka. Kwa nini hamkupeleka chakula kwa Omari? Lea akajikaza, akamwambia mlinzi, Omari hakuwepo getini. Mlinzi akamtazama Lea kwa jicho lililojaa hasira kali, mpaka Lea akatazama chini kwa uoga. Mlinzi akawauliza, ina maana amfahamu Omari alipo? Kwa pamoja wakamjibu, ndiyo, hatufahamu. Aha, Omari yupo ndani ya chumba cha mateso. Siku ya jana kuna sheria alikiuka. Hivyo basi naomba mpelekee chakula, maana jana hakula. Mlinzi akachukua mkuki kisha kaondoka zake. Lea na Amina akaachwa njia panda. Walishindwa kuelewa Omari kafanya nini mpaka afungwe gerezani. Kilichotokea siku ya jana hawakuwa wanakifahamu. Wao walikuwa wameenda kwa Clement, ndipo huku nyuma matatizo yakatokea. Amina akamvuta mkono Lea akaingia jikoni. Ndio maana nilikuwa najiuliza, kwani Omari simuoni Ikulu? Kumbe yupo chumba cha mateso. Jamani, sasa kafanya nini mkaka wa watu? Hilo swali lako mimi sina majibu yake, ila tutafahamu tu hata kuombea. Mimi kama Amina siwezi pitwa na hii story. Haya, ngoja tuandae chakula haraka kabla ya wale wa mama hawajafika. Lea kaza kutoka nje. Amina akamwambia Lea, kuhusu chakula kishaiva. Viazi vya leo visumbui sana, ni maji mara moja tu tayari. Basi poa. Ngoja nje nikoroge uji, naona maji yameshachemka. Poa. Amina akaanza kushika sufuria la viazi wakati ambao Lea anaosha vyombo nje. Tukirudi upande wa Clement na kina mama wale. Samahani sana mama zangu kwa kuwasimamisha hapa. Ilikuwa ni kauli ya Clement akiwa anawaambia Mama Lulu, Mama Kevin na Mama Irene. Wakamjibu, usijali mtoto wetu. Clement akavuta pumzi. Samahani pia kwa swali langu. Kama ikitokea nimewakwaza, naomba mnisamehe. Macho na masikio ya mama hawa watatu yakawa makini kusikiliza nini Clement anataka kuwauliza. Mama Irene akasema, usijali, wewe sema unachotaka kusema. Clement akavuta tena pumzi, maana kuongea na mama hawa wenye umri sawa na mama yake sio jambo rahisi. Clement akajikaza. Siku ya jana sikuwaona Amina na Lea, na sio kawaida yao. Je, mnaweza Mama Irene akamkatisha Clement. Kumbe kutusimamisha kote huko ni kuhusu wale watoto wajinga? Mama Lulu akadakia. Mama Irene, naomba ukae kimya. Mtoto ametusimamisha kwa heshima zote, katusalimia. Iweje umjibu namna hiyo? Ulipaswa kumuuliza kwa taratibu maalum. Mama Lulu akamgeukia Clement. Kijana, mpenzi wako Amina na rafiki yake Lea wapo Ikulu. Kuna makosa waliyafanya, nikawa nimewapatia adhabu, lakini wapo salama. Kuwa na amani.
Clement akashukuru. Sawa mama, nashukuru, ukifika msalimie. Haina shida. Mama Kevin na Mama Aileen wakaanza kuondoka. Clement akarudi nyumbani kwake akiwa na amani ya moyo kwa majibu aliyopatiwa na Mama Lulu. Wakiwa wamepiga hatua kadhaa kutoka walipokutana na Clement, Mama Kevin akaanzisha mazungumzo. Unajua nitamani kumjibu vibaya yule mtoto, lakini kwa kweli usijisikii tu, nimeamua kumwacha aende zake. Haiwezekani umuulize mtu ambaye jana alisema mwanangu anatoka na vijimama. Ameshamuona, ana ushahidi. Mama ile akamunga mkono Mama Kevin. Basi tu, huyu kijana na yeye alikosa kumuoa mpaka aende kwa Amina. Si alikuja hata kwa mwanangu. Mama Kevin akacheka. Mama ile akamuuliza, "Unacheka nini?" Nisamehe shoga yangu. Ila twende mbele turudi nyuma. Mwanao kueleweka kwa Clement sikuungi mkono. Bora Amina ila sio Irene. Kwani mwanangu ana nini? Unadhani tabia zake hatuzifahamu hapa kijijini? Yaani mwanao anagawa kwa mtu yoyote. Atazana na yule kijana mstaarabu. Mama Kevin, unakoelekea utanikosea heshima. Mama Lulu akaingilia maongezi. Mnakoelekea mtapigana. Hebu kaeni kimya twende zetu. Mama Kevin na Mama Aileen wakakaa kimya. Lakini Mama Aileen maneno aliyoambiwa na Mama Kevin yamemchoma moyoni, akawa atembea kwa amevuta mdomo. Upande wa Mzee Chiza alionekana karibia nyumbani kwa Mzee Maganga. Lakini akiwa amekaribia kufika nyumbani kwa Mzee Maganga, akashtuka baada ya kumuona Jeta akiwa amekaa nje ya nyumba. Da, nitaona vipi na Mzee Maganga sasa? Mzee Chiza alikuwa anakuja kuonana na Mzee Maganga, lakini ameogopa kufika baada ya kumuona Jeta amekaa nje ya nyumba huko ameinamisha kichwa chini. Huu msala huu. Jana tumekuja kuanga akatushinda. Nikienda hawezi kunifahamu kweli? Mzee Chiza akaanza kurudi kinyume nyume. Mzee Chiza akasimama tena, lakini hapana. Huu ujumbe lazima umfikie Mzee Maganga. Ngoja nitumie mbinu mbadala. Mzee Chiza akatazama huku na kule, akapiga goti, alafu akabadilika na kuwa kuku mweusi. Kuku mweusi yule ambaye ni Mzee Chiza akaanza kurukaruka huku akisogea eneo alilopo Jeta. Akampita pale pale pasipo Jeta kumfahamu. Kwa mbongo zaidi kuku akapita juu ya kichwa cha Jeta mpaka Jeta akaamka. Kuku akaingia ndani kwa Mzee Maganga. Jeta kufanya chochote alipomuona yule kuku. Akajua ni kuku wa jirani anatafuta chakula. Mzee Chiza akiwa katika umbo la kuku mweusi hakupata shida kuingia ndani maana mlango ulikuwa wazi. Akapita moja kwa moja mpaka chumbani kwa Mzee Maganga. Akakuta Mzee Maganga amejilaza kitandani. Kuku kaanza kudondoa miguu ya Mzee Maganga ambaye mpitia na usingizi. Mzee Maganga akashtuka kutoka usingizini. Kumbe nipitia na usingizi? Akazama Mzee Maganga. Huyu kuku anafanya nini ndani? Mzee Maganga alishangaa alipomuona kuku. Cha ajabu, kuku hakuwa anamuogopa. Ndio akazidi kumdodoa huku akimrukia usoni. "We, toka hapa." Mzee Maganga akaanza kugombana na kuku asijue kama ni Mzee Chiza. Mzee Maganga akachukua panga ili amkate kuku maana anamsumbua. Alipokuwa anajiandaa kummaliza kuku, cha ajabu kuku akabadilika na kuwa Mzee Chiza. Mwoga wa kuku, Mzee Chiza alimcheka sana Mzee Maganga. Hili panga lingekushukia leo. Una bahati sana mwawe kujirudisha. Mzee Maganga akarudisha panga alipolitoa. Leo naona mmeamua kukaa ndani kama mwali. Mzee Chiza alipenda sana utani. Mwali tena? Ndiyo. Si hutaki kutoka nje. Au kisa Jeta? Kumbe unaelewa lakini unajifyatua akili. Mzee Chiza akakaa kitandani. Yule ni mtoto mdogo sana. Mtoto mdogo? Kama mtoto mdogo kwa nini mbadilika kuwa kuku? Si ungekuja kwenye umbo lako la binadamu tukuone. Ila nimemkomesha. Mzee Maganga akatega sikio. Umemkomesha vipi? Nilimrukia kichwani. Mzee Chiza akacheka. Wewe Mzee Chiza anazo kweli? Yaani kumrukia ndo unafurahi? Ulishindwa nini jana kumrukia? Hebu tuyaache haya. Kama Bibi Asma alishindwa mimi ni nani niweze? Alikuambia ameshindwa? Mzee Chiza akamtazama Mzee Maganga. Kama alimweza Jeta, iweje arudi mikono mitupu? Tena baada ya kufika hakutaka hata kuendelea na kikao. Mpaka tukawasahau wale watu pale chini ya mbuyu. Mzee Maganga akatoa macho kwa kuduaa. Hivi kweli tuliwasahau? Ndiyo, mke wangu alikuja kuniamsha. Akaniambia kuna wageni. Na nilipotoka nikakutana na Mzee Oscar, vijana 4 na wale watu 6 tuliowatumia usiku wa jana. Ikawaje? Walikuja kushtaki kwa mwenyekiti wao, wakaniambia sijui wamewakuta wakiwa wamelala chini ya mbuyu.
Nilichofanya sasa, nikamwambia wawe na amani, mwenyekiti wao nitalishughulikia. Hawakujua kama ni wewe. Watajuaje? Kwanza picha linaanza. Nikamwambia serikali haiamini uchawi. Wakanibembeleza wewe. Nikamwambia haya, nitaleta mganga kijijini. Mganga gani? Anaweza kuja kumpepo. Kila mtu anapoogopa. Mzee Maganga akacheka kwa sauti kubwa mpaka mzee Chiza akamziba mdomo. Umesahau kama nje yuko Jeta? Nimesahau. Si unajua stori zako zinafurahisha. Haya bwana, mimi akijanileta hicho. Kimekuleta nini? Mzee Chiza akaenda kuchungulia mlangoni kama Jeta ameingia ndani. Akarudi tena kwa mzee Maganga. Kuna kikao cha dharura mida ya saa 5. Saa 5 asubuhi au usiku? Asubuhi. Mzee Maganga akatazama saa ya mkononi. Sasa kama saa 5, si bado nusu saa tu? Nilijisahau, nikaanzisha soga. Hebu jiandae twende. Ulikuwa mbakia wewe tu kupata taarifa. Tunatumia usafiri gani? Mzee Maganga, hatuwezi kutumia usafiri mchana. Wewe mwenyewe unaelewa hilo. Ila tutatumia kimbunga ama kulibadilisha kwa wanyama. Mzee Maganga akajibu, basi sawa. Kidogo nichukue ungo wangu. Acha mambo yako, jiandae twende. Vipi kuhusu Jeta? Unajua sijaona naye tangu jana usiku. Mzee Chiza akamuuliza, ulikuwa unataka nini kwake? Nataka nikaonane naye walau nimpe salamu ya kinafiki. Tena nilikuwa nimesahau. Mkuu aliniambia usiongee tena na Jeta. Wewe na yeye ni maadui, hamuwezi kukaa zizi moja. Una maana gani Mzee Chiza? Nadhani unashindwa kunielewa ninaposema jiandae twende. Maana yangu ni kwamba uchukue kila kilicho chako, kuanzia ulozi mpaka nguo zako. Hautarudi tena hapa. Hii nyumba muachie Jeta, ili tuanze mashambulizi naye. Wewe mwenyewe unaona jinsi gani hauna amani na makazi yako. Mzee Maganga akatafakari kwa muda kidogo, alafu akasema, sawa, lakini amekuwa bubu, sidhani kama ataweza ishi hapa. Chakula na vitu unamwonea huruma Kama unamwonea huruma baki hapa, lakini sisi tukirudi tunawapiga wote. Hatutaangalia kama wewe ulikuwa mwanachama wetu. Basi nimekuelewa. Mzee Maganga akakusanya kila kilicho chake. Akachukua ungo, akachukua tunguli zake, nguo za kuangia na nguo za kuvaa, vitu vyote hivi akavifunga kwenye nguo yenye rangi nyekundu. Akamwambia Mzee Chiza, nimemaliza. Okay. Mzee Chiza akamsogelea Mzee Maganga, wakashikana mikono huku vichwa vyao wamevinua juu. Punde si punde wakapotea. Kimbunga kikubwa kikaonekana kikitoka ndani kwa kupitia dirishani. Kimbunga hiki ndicho kimebeba Mzee Chiza na Mzee Maganga na mizigo yao. Kimbunga kikazunguka kwa kasi, alafu kikawa kinapita katikati ya makazi ya watu. Tukirudi katika kijiji cha Utambi, Ikulu tunamwona Lea akiwa anamwambia Mama Lulu, Mama Lulu, sisi tunaondoka, lakini kila kitu tumefanya kama alivyotaka hiyo siku ya jana. Alikuwa anamwambia Mama Lulu ambaye amekaa kwenye kiti nje ya jiko. Amina na Lea walikuwa wamesimama kwa heshima zote. Kila mmoja alionyesha sura ya kutaka kupatia walichokiomba. Mama Lulu akapaza sauti, Mama Kevin, Mama Erin, njoeni hapa nje. Mama Erin akasikia akisema, kuna nini? Njoeni basi. Mama Lulu aliwaita Mama Kevin na Mama Erin ambao walikuwa jikoni wanawasha moto. Ndio Mama Lulu, kuna nini tena? Mama Kevin alimuuliza Mama Lulu ambaye amekaa kwenye kiti, huku mbele yake wakiwa wamesimama warembo wawili, Lea na Amina. Hawa watoto wanaomba msamaha na wanataka kwenda makwao. Vipi, mmewasamehe ni waruhusu? Mama Erin akajibu, kwangu mimi sina kinyongo. Labda huyo mropokaji aliyemsema mwanangu. Mama Erin, kuwa na heshima, nitakugaragaza hapa. Mama Kevin alikuwa mkali mpaka Mama Lulu akaingia ugomvi. Nimewaiteni hapa mgombane au? Mambo ya kule barabara imeleta mpaka hapa. Mmenikwaza sana. Nyinyi mabinti, nendeni kuna mkapumzike. Mama Lulu akapita ndani. Lea na Amina wakaondoka. Huku akiwa anashangaa. Lea, imekuwaje tena hao wanagombana? Si ni marafiki kabisa. Hata mimi sielewi. Na inaonekana wana chuki binafsi. Haya ni majanga sasa. Lea na Amina wakafika geti kuu, wakamkuta mlinzi mwingine tofauti na yule wa jana. Wakamwomba afungulie geti, na yeye akafanya hivyo. Lea na Amina walipotoka Ikulu, wakaanza soga za umbea. Amina alianza kwa kusema, "Unajua nimempelekea chakula kwa Mari." Sikuamini macho yangu. We, amekuaje? Na mimi nitamani sana tuongozane, lakini wale walinzi waliokuwa wanataka chakula ndio wakanichelewesha. Amina akasimama. Omari anitambui.
Tena nimekuta wamefunga kama mikononi na miguuni. Chakula chenyewe nakiko kwa mbali, alafu walinzi wanamfungulia. Wakimfungulia wanatoka nje haraka, maana Omari anawang'ata. Na ukikaa kizembe anaweza kukuzalisha bure. Unataka kuniambia Omari amekuwa kichaa? Ndio manake, Omari amekuwa kichaa, ila chondelea. Usiende kuyamwaga uko nje, maana haitakiwi siri ivuje kuwa Omari amekuwa kichaa. Hata nyumbani kwao taarifa zisifike. Sasa ole wako kasambaze umbea. Rafiki yangu, siwezi kufanya kabisa hivyo. Haya, mimi nimemaliza. Amina akatangulia mbele, alafu akamfuata nyuma. Tukili katika kijiji cha Mpepo, wakati Jeta akiwa ametulia nje ya nyumba huko kichwa chake amekinamisha chini, mithili ya mtu mwenye msongo wa mawazo mengi, yule nyoka mkubwa aliyekutana naye jana alikuja tena. Nyoka alitaweza kutokea kwenye kichaka kilichokuwa jirani na nyumba ya Mzee Maganga. Akamzunguka Jeta pande zote. Nyoka akainua kichwa chake juu, akawa anamtazama Jeta kwa chini. Jeta alikuwa anafahamu kama nyoka mkubwa mweusi aliyekutana naye siku ya jana amefika tena. Nyoka akaanza kutoa mate meusi mdomoni kwake. Maskini ya Mungu, kijana Jeta hakuwa anafahamu kinachoendelea. Nyoka anajiandaa kumdhuru yeye asijue chochote. Nyoka yule akazidi kujiviringisha karibu kabisa na Jeta. Na ikumbukwe, amemzunguka hivyo kila anapojivuta juu ndio mwili wake unazidi kumsogelea Jeta. Nyoka wa ajabu tena anayetisha akaanza kugeuka rangi kutoka rangi nyeusi anabadilika kuwa kijani. Aina hii ya nyoka hutumika kichawi. Huwa anabadilika rangi kulingana na mazingira. Akiwa na rangi nyeusi, hapa ametuma ujumbe. Akiwa na rangi ya kijani, hapa amekuja kwa shari. Rangi ya kijani ilianza kumtana nyoka kuanzia mkiani kapita mpaka kichwani. Hivyo nyoka akawa mbadilika rangi na kuwa kijani mwili mzima. Hivyo basi kwa alipofikia hapa ni anataka kumdhuru kijana Jeta. Turudi nyuma kidogo. Siku ya jana, mara ya mwisho wakati Jeta alikuwa na rafiki yake Maneno akakutana na mrembo Karen ambaye alimchukua Maneno katika mazingira ya kutatanisha. Lakini Jeta hakuweza kupiga hatua wala kuongea. Na sehemu aliyokuwa amesimama alikuta na nyoka mkubwa mwenye rangi nyeusi. Nyoka huyo alikuwa anatisha. Baada ya Jeta kumwona nyoka yule akajikojolea kwa hofu. Na ingawaje alikuwa ameachama mdomo lakini hakumdhuru Jeta. Na cha ajabu akaanza kuongea sauti ya mwanadamu. Tena sauti ya kike. Sauti nyororo ambayo huwezi amini kama inatoka mdomoni mwa nyoka. Nyoka alipoona Jeta kaanza kujikojolea, akaanza kucheka mpaka Jeta akashangaa. Jeta alikuwa anatamani kukimbia lakini hakuweza. Maana Karen alimfanya asiweze kuondoka wala kuomba msaada. Nyoka akamwambia Jeta, "Ondoa hofu, mimi sio mbaya kwako. Nipo hapa kwa ajili ya kusaidia. Najua tamani kujua ukweli kuhusu wazazi wako. Na huo ukweli ukiufahamu, lazima tutamani kupambana na adui zako. Kuwa na amani." Mapigo ya moyo ya Jeta hakuacha kwenda mbio, maana anachokiona mbele yake ingelikuwa ndoto basi asingethubutu tena kulalia kicho kitanda alichokilalia. Nyoka akasema, "Umefanya bubu ili wao watimize wanachotaka kukifanya, lakini nitakusaidia endapo utanithibitishia kukaa kimya. Je, hautaniogopa?" Na kwa kuwa Jeta alikuwa na shauku ya kutaka kufahamu ukweli juu ya vifo vya wazazi wake, akakubali kwa kutikisa kichwa juu chini. Nyoka akamwambia Jeta, "Fumba macho." Jeta akaguna baada ya kusikia fumba macho. "Nimesema fumba macho, wala usio na hofu, siwezi kukumeza, nimeshakula chakula changu." Jeta akafumba macho lakini kwa hofu kubwa. Alipofumba macho, nyoka akamtemea mate Jeta. Mate hayo yalikuwa na rangi nyeusi. Yakatoa usoni kwa Jeta. Nyoka akamwambia Jeta, "Fumbua macho na ulambe mate yangu ndio kutemea usoni." Jeta akatoa macho nje kwa hofu. Kuambiwa alambe mate ya nyoka kumezidi kumnyima amani ya moyo. Nyoka akamwambia, "Hiyo ni dawa ya kufanya uongee. Chukua kwa mkono wako kushoto kisha lamba. Usiogope, mate yangu hayana madhara kwako." Jeta akajikaza akapangusa mate aliyotemea usoni kisha akayalamba. Na huo ni mwisho wa episode ya 11. Tukutane katika episode ya 12. Ni kipi kinafuata? Je, baada ya kulamba mate ya nyoka, Jeta alikuwaje? Na vipi kwa upande wa Omari? Ni kitu gani kimemfanya awe kichaa? Mambo ni mengi sana katika kijiji cha Mpepo na kijiji cha Utambi.
Ulikuwa na mimi Anna Nice. Usisahau kusubscribe, kushare na kucomment. Bye.